Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Ni wakati mwingine ambao Mungu amependezwa tukutane tena katika huu shirika wa Africa Repent ili ndugu yetu Sam Kanja apate kushuhudia yale ambayo Mungu ameyatenda katika moyo wake, maana naamini ni makubwa na ni makuu, na ni vyema tufungue kwa maombi. Upewe sifa Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, Mungu uliye mtakatifu, mwaminifu na mwenye haki. Baba, tunasema asante kwa ajili ya kila jambo ambalo umelitenda kwa huyu ndugu. Tunaomba Bwana umpe imani ya kushuhudia yale ambayo umeyatenda katika moyo wake Bwana. Mtie nguvu Bwana, muondolee shaka na lolote ambalo linaweza kuwa chachu katika huu shuhuda wake Bwana. Saidie Bwana, mfungue na ufungue hata wengine ambao wanaenda kusikia huu shuhuda wake. Saidia hata sisi ambao Bwana vikombo vyako vidhaifu umeviweka mahali hapa Bwana katika huu shirika. Tupate kutoa chakula ambacho kinastahili kwa watu na hata wale ambao wako mbali Bwana. Saidie Bwana na uzidi kutujenga katika imani sote pamoja. Katika jina hilo kuu na tukufu la Yesu Kristo naomba na hata kuamini. Amen. Ni wakati mwema wake huyu mpendwa ambaye ndugu yetu Sam apate kueleza jinsi gani ambayo Mungu amekuwa akikabiliana naye mpaka wakati amekuja kupokea imani. Karibu mpendwa. Asante ndugu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mbele yenu ni Sam Kanja, mtoza ushuru ambaye leo nashuhudia wema wa Mungu. Hakika nashuhudia kwamba Yesu Kristo yu hai, kama vile alivyofanya kwa Mathayo nilipokuwa namuita, hata leo amenifanyia na mimi. Amen. Kama vile alivyomfanyia pia Zakayo nilipomwambia ashuke juu ya mkuyu, hata leo pia mimi amenifanyia. Ndio maana nashukuru kwa fursa hii niweze kumshuhudia Yesu Kristo yale ambaye amenitendea. Mimi Sam Kanja ni mtoto wa tatu katika familia ya watoto watatu. Mimi ndio kitinda mimba. Kuzaliwa katika familia ya baba na mama, na wote wawili walikuwa hawaendi katika dini yoyote. Licha ya kuwa baba alilelewa katika misingi ya Kiislamu na wazazi wake, naye mama alilelewa katika dini ya Kikristo, lakini nilipokuwa kuzaliwa sikuwapata wakienda katika dini yoyote. Katika mazingira ya kimaisha, baba yangu alikuwa ni muuzaji wa madawa ya kulevya, na zaidi ya yote pia yeye alikuwa anayatumia. Upande wa mama nyumbani alikuwa ni muuzaji wa chang'aa, na vile pia bangi kwa inauzwa nyumbani kwetu, na pia mama hakuacha kutumia, alikuwa anatumia vyote hivyo. Hata kwa wakati mwingine mimi na ndugu zangu tulikuwa tunatumika pia kuuza bidhaa zote. Hata baba alikuwa ananitumia wakati akiwa anasafirisha brown sugar. Baada kuna kituo cha polisi pia nimevaa sare za shule, ilikuwa nabebeshwa ili vile vizibo visionekane. Hayo ndo mazingira ambayo nilikuwa nimekulia tokea utotoni. Upande wangu mimi kuanza safari ya Ukristo, nakumbuka nilipata ufadhili wa kimasomo kupitia kanisa fulani. Hapo ndio nilianza kuhudhuria kanisa, kwa sababu ile shule ilikuwa ni la bweni na pia ilikuwa nafuatilia mambo ya Kikristo, na kwa sababu kwa limenipatia ufadhili, hata na mimi pia nilibidi niwe nikienda kanisani. Ufadhili ulienda hata pia katika shule ya upili.
Nakumbuka nilipokuwa katika shule ya upili, kweli nilikuwa mtoto mtundu sana, kiasi ya kwamba sijaiona mtoto mtundu kiasi hicho. Nilipokuwa katika kidato cha pili, kuanzia hapo nilikuwa tayari nishakuwa mraibu wa mvuka, miraa, hata pombe, sana sana wakati wa likizo. Na uzinzi pia nilikuwa nishajua tayari, na nilikuwa naufanya kwa wingi. Kweli nilikuwa nafanya uchafu mwingi sana, na nilikuwa sina uhusiano mzuri na wenzangu katika shule, kwa sababu nilikuwa nafanya uwizi sana. Kwa sababu ya kugharamikia hayo mahitaji ya uraibu na anasa, ilibidi niwe navunja masanduku ya wenzangu sana. Maisha hayo hakuwa mazuri, sikuwa kielelezo, kwa sababu hata walimu sikuwa na uhusiano nao vizuri, kwa sababu nidhamu yangu ilikuwa mbaya sana. Hata nilipomaliza masomo nikajiunga kuwa mwananchi, maisha ya kubadilika. Mwanzo wakati huo nilipata uhuru na muda mwingi. Nakumbuka nilikuwa mtovu wa nidhamu zaidi, hata zaidi. Uzinzi ulizidi, uraibu ulizidi, mapombe, miraa, na hata upande wa uuni nilizidi kuwa muuni sana, maana nilikuwa na wakati mwingi sana. Na kwa sababu nimezidisha anasa, libidi mapato niyo nimezidisha, na mapato sikuwa na kazi, libidi niwe na vizia walevi, tukilewa pamoja na hakikisha silewi zaidi, na bado pia naangalia kwa macho ule amerudishiwa change kiasi gani, ule amelewa zaidi, na msoma mtu ile njia anapita. Mimi na wenzangu kwa tufanya hiyo shughuli ya kumkaba na hapo mbele, ili tupate kipato, kuibia simu na wizi mwingi, kwa sababu ya kukidhi mahitaji ya anasa. Nakumbuka hata pia katika kipindi hicho nilikuwa na uzinzi mwingi. Nakumbuka nikiwa na uhusiano na wasichana kama watatu, na wakumbuka vizuri, na wote walipata ujauzito wangu, na nikawashauri watoe, na tukatoa hizo mimba. Na pia katika wale marafiki zangu kuna wengi ambao nilikuwa nishawashauri hapo wasitoe mimba. Maisha yaliendelea, miaka hiyo ya udhalimu, maisha hayo ya uovu, maisha ambayo yalikuwa ni chukizo kwa Mungu. Kuna wakati fulani, baada ya miaka kadhaa, tulikuwa na genge letu, tukalikuwa na mwana biashara na mwanasiasa mmoja, karibu mkutano wa mwanasiasa mmoja huku mjini. Na kusema kweli, tuliuvuruga ule mkutano vibaya sana, hadi tulikosesha amani watu wengi sana. Mkutano hukuendelea. Tulifanya makosa mengi ambayo yalikuwa yanatosha sisi tufunguliwe mashtaka. Ule mwanasiasa alichukua hatua za kushtaki
Kwa tunasakwa kwa kipindi fulani, na kwa sababu mkono wa serikali ni mrefu, tumeshikwa. Ule mwanasiasa aliomba kukutana na sisi. Kwa huruma za Mungu alituongelesha, na alikuwa amehisi kwamba ilikuwa ni muda mrefu sana tumehangaisha watu, akaona suluhu ni kutupatia ofa ya kazi ili kama na sisi tutabadili mwenendo yetu. Maana alituuliza, kama nyinyi mwanifanyia mimi na nina ulinzi kiasi hiki, je, wale raia ambao wana ulinzi mnawafanyia vipi? Kama mtabadili mwenendo wenu na mimi nitawapatia kazi. Nakumbuka tulikuwa vijana 37. Kuna baadhi walikuwa bado ni wachanga, walikubali kurudi shule, maana walikuwa hawajamaliza masomo ya kidato. Kuna wengine pia walikuwa wamehitimu vizuri, lakini nidhamu na mazingira ya marafiki wabaya hakuendelea na kuwa na alama nzuri za kwenda katika masomo, kuendeleza masomo, akawalipia semester kadhaa. Mimi na mwenzangu mmoja pale alituangalia, akaambia, nyinyi wawili nitawapeleka kwa kazi ya serikali. Maana aliona kama sisi ndio viongozi pale. Akaambia, muo mfano mzuri, niwapeleke kwa kazi ya serikali. Wengine akawapeleka katika kampuni zingine ambazo zilikuwa za marafiki zake. Nikabahatika nafasi ya kazi ya serikali ya askari kusanya ushuru katika jimbo la Mombasa. Wakati tukiingia kazini, nilipatiwa huduma ya mazoezi, training ya kisawasawa ya miezi 6. Hakika ile training ilinibadilisha baadhi ya vitu. Mwenendo ilinitoka katika uraia niingie katika uaskari, na nidhamu ya kujibeba na mambo yote ya kiaskari, yale ya kwamba unawakilisha serikali kwa miezi 6. Baada ya miezi ile 6 ilikuwa, kwa hiyo miezi 6 ukiwa katika mazoezi yale maalum, ili ukua upate mshahara, lakini kimaliza unapata mshahara kwa mfuko mmoja. Tulipomaliza, nidhamu ilikuwa ninayo ya kiaskari na mwenendo wa kuvaa vizuri kiaskari kwa nimefundishwa, lakini upande wa rohoni ilikuwa bado na anasa ninazo: uasherati, uzinzi, unywaji wa pombe. Maana sasa sikabi mtu pesa nazo, na nilipewa pesa kwa mkupuo mmoja miezi 6. Nilifanya uchafu mwingi sana. Nilifanya uchafu mwingi, kwa ni ulevi. Nakumbuka migoka na miraa ilizidi maisha hayo. Nakumbuka kuwa na wanawake wengi. Maisha yaliendelea kuwa machafu sana. Maisha yakaendelea hata katika kazi yangu ya kiaskari, kwa sababu nimefunzwa askari kisikufunzwa kumcha Mungu. Nilijikuta kuwa askari dhalimu sana, na kwa sababu ilikuwa nina uaskari na nina uhuni, nilihisi kama nina training mbili kwa pamoja. Kila kituo ilikuwa nimepangwa, nilibahatika kupangwa kituo cha sokoni. Pale ilikuwa natumia cheo changu kiurahisi kupata wanawake kuliko ile kitambo. Tumia ofisi ile kwa nimepatiwa, na hata pia nikipungukiwa kidogo, nilikuwa namshika mtu
ndio nipate mapeni. Hata tatizo lolote nikiona tu nina tatizo, pesa naona liko kwa watu. Nilikuwa kama mtu nimemshikia bidhaa zake ambazo anauza, kama nazipeleka ofisini na nazitaji, nazichukua bila ruhusa. Maana najua ule mtu anaogopa kuja ofisini na hata ulizia. Nakuta pesa ninazo za matumizi ya nasa, na vitu nikitaka pia nitavipata hapo hapo. Zaidi wakati kesi imekuja niamue uamuzi, sipati haki. Ilikuwa kule upande ambao kumenipatia pesa ama favor, ama upande huu kweli mtu ambaye ananipatia ofa za uofu. Sasa ingine pia labda ni mwanamke ameofa niwe na yeye, nitegemea upande wake. Na sana ilikuwa kama askari, kwa mtu akipeleka mtu akimwandikia shtaka, akimpeleka mahakamani, huwa hataki kusumbuliwa huyu mtu arudi akate mashtaka. Kwa hivyo nilikuwa nahakikisha kwamba kila mtu ambaye anapelekwa mahakamani kwamba mimi nimemshika na mbandikizia makosa mengi sana, ili hata kama kikata kadhaa mengine atamwahi. Hakuna hata sikumbuki hata mtu mmoja ambaye nilimpeleka mahakamani ambaye alikuwa na ile kosa ambaye amelifanya mwenyewe. Sengine pia kwamba ilikuwa mtu nikimshtaki nimpeleke mahakamani kwa sababu nisisumbuliwe kurudi tena kusimama naye kizibani kama amekataa kosa lake. Na hakikisha kwamba huyo mtu msingizia makosa mengi ya kutosha, na sikumbuki hata mtu mmoja ambaye nishempeleka mahakamani na kosa lile alilolifanya peke yake. Nilikuwa nahakikisha nimemwekea mrundo wa kesi chini sana. Mtu nishempeleka ni awe na mashtaka kama 3. Nilikuwa ninasema moyoni, kila mtu ana makosa. Kwa sisi kama nasingizia mtu, haisi mtu yote ana makosa. Na maisha ya waskari ilikuwa naishi maisha ya kudhulumu watu, ya fujo. Ilikuwa nahakikisha kwamba watu wananiogopa. Sikuwa askari mzuri mimi mwenyewe. Nilikuwa naona sifai kufanywa hivyo kwa sababu kama jamaa wangu amefanywa hivyo na mtu mwingine, nilikuwa nalalamika. Kwa hivyo sikuwa na mawazo kama nafanyia jamaa wengine, lakini kila siku moyo kwa wa kudhulumu. Miaka ikaenda, maisha yalikuwa ni hayo. Kila siku majigambo, jeuri, kiburi. Maana naona mimi kijana mdogo wakati huo, ujana, nina pesa na pia nina nguvu za kiserikali kwamba naweza shika wakati wote nipeleke mahakamani. Kwa naangaisha watu kweli. Ilifika wakati mambo yakanigeuka. Nikaanza kuleta ile fujo kwa nafanya watu, nikanipata pia kazini. Mimi na marafiki zangu na wenzangu kazini na wafanyikazi wenzangu, maskari wenzangu, kwa hatuna uhusiano mzuri. Zaidi pia tukaanza kukosana na wale my charge
wale mabosi wakakuwa katika kazi situli katika kituo kimoja. Ikasonga hayo maisha ya kukosa amani yakafika pia kwa nyumba, kwa pia nyumbani, kwa sababu maisha ya usherati umekuwa mwingi, umekuwa na jeuri pia nyumbani, kwa sina amani pia na mke, kila siku mizozo, vita, mafarakano mpaka majirani. Nakumbuka hata kuna ploti moja tushafukuzwa kwa mboto wame, napatiwa notice kwa mboto wame kwa upesi kwa sababu ya fujo la kila siku. Hayo maisha yalienda kanilemea, ilikuwa yananiumiza sana, takuwa mnyonge kama simba bila amenyeshewa. Kanisumbua sana. Kuna kipindi kirefu fulani ambacho nilitamani, hata nikaona nimekosa dhamana. Nifika wakati nikahisi kama sina dhamana tena, nimekosa dhamana kazini ile ambayo kwa najifanya ni na majivuno. Nimepoteza dhamana kwa familia, kule ambaye nilikuwa na dhulumu watu nikipeleka pia. Nilikuwa naona kaisi kiwango cha kwamba nifika wakati nione bora nife. Kipindi hicho nilikuwa mke wangu amepata ule mtoto mchanga, ule mdogo, nilikuwa na miezi. Nikifikiria hii swala la kujiua, mambo yamenizunguka sana, kila kitu nafanya kifaulu. Nikafikiria ule mtoto pia, nikaona pia ama niache kazi, maana nikienda muda amani kazini, ama niache kazi nirudi kwa uuni. Naona kama uuni ni suluhu. Ndio hapo kakuwa naona kama dunia hakuna mtu ananielewa. Nakumbuka nilienda kwa chumba fulani cha wageni, nikalipa kwa wiki moja, juma lote nikalipa pesa nipate mapumziko, maana nilihisi nahitaji mapumziko. Nilipokuwa napumzika pale, napumzika, lakini nahisi moyo wangu bado upate mapumziko. Sio, moyo wangu bado hauna amani. Mke wangu kwa ananiulizia, maana akasimu kwa nimezima, singine nazima, singine nawasha. Naona kizima pia sipati mapumziko, nikiwasha pia kero kazini. Sasa mke wangu akaongea na rafiki yangu mmoja aweze kunishauri. Ule rafiki akanipigia simu, akaniwahi kama simu akatoka nimeiwasha. Akaniambia ananihitaji tuzungumze, tushauriane. Kamwambia nitakuja. Baada ya kuele malipo hiyo juma, sikuenda nyumbani. Nilienda kule rafiki, siku hiyo nikakuwa mgeni huko. Nilikuwa nishamwambia tarehe fulani ndio nitakuja. Na jambo la kushangaza ilikuwa hata kile chumba nilikuwa nimeenda nikakodisha ili nilale, ilikuwa ni vile vyumba wakati huo ilikuwa nalala na wanawake, lakini nilikuwa nasikia moyo umekuwa mzito mpaka hakuna chochote, sio ni ladha yoyote, kwa sababu hata nililala hiyo juma lote bila hata mwanamke. Hata ule alikuwa analipisha pale wa kusafisha, ninuliza hauhitaji mtu? Nikamwambia sihitaji hata kama pumziko. Nilipoenda kwa rafiki yangu baada ya huo muda na sikuwa sijaona mapumziko, nilipata pia kwa amemwalika mama yake kwa ajili yangu. Kufika tukakula chakula cha jioni, kabla hajanionyesha kwa kupumzika, kaniambia, ndugu, mama amekuja pia tushauriane kwa ajili ya jambo lako. Akaniambia, mamake akaniambia, sawa, mimi ni Mkristo, naenda kanisa fulani,
na mimi ni mama kiongozi kule, hata mtoto wangu mwafanya naye, lakini ameniambia kuhusu mambo yako, nimeona unahitaji matibabu. Na mimi kwa sababu naona ile jambo langu lilikuwa halifai, nataka pale nitapata suluhisho. Kaambia niambie mama. Naambia tunataka kwenda kwa mtibabu. Kaambia mama, si mganga huyo? Anambia hapana, anatumia miti tu. Nyinyi mnaita waganga, lakini ndio suluhu. Wewe umerogwa, wewe unapelekwa kama remote. Wewe kuna mambo umefanyiziwa. Hii kazi yenu mpaka uwe na kinga. Wewe una kinga, wenzako wanafanya tu. Ile jambo lilinishtua, lakini nikikaa nikaona nizaleta suluhu. Sasa tukakubaliana na yeye, maana siku hiyo ilikuwa ni Jumatano. Tukakubaliana na yeye nitarudi Ijumaa baada ya kwenda nyumbani, ndio huko mahali. Nikitoka pale, lakini bado moyo ulikuwa ni mzito. Bado nahisi kama bado sijapata amani, hata baada ya kutajua yale mambo ya kwenda kwa mganga. Usiku ule nilienda nyumbani. Baada ya hiyo siku nyingine fika nyumbani, napokelewa nyumbani. Mke wangu hakutaka mazungumzo mengi na mimi sana, kwa sababu nisitoke hata mbona nimekaa Jumamosi. Kwa tulikuwa na mazungumzo mengi, na mama mkwe wangu alikuwa amekuja kutembea kwa sababu wa mjukuu wake mchanga, pia kumsaidia mke wangu katika kazi. Hata alikuwa watoto wangu wamepata na patana. Mwingine mkubwa kwa si mkubwa sana hivyo, alikuwa msaidizi. Na vile kwa nimetoka pia alikuwa anahitaji mtu atakuweka company. Nilipofika usiku ule nikiwa chumbani, kakaa nikitafakari mimi mwenyewe. Maana usingizi ulinipotea kabisa. Usingizi ulinipotea kabisa. Ulipotea usingizi, kakaa nikatafakari nini nitafanya. TV hainipatia amani. Kila kitu hakinipatia amani. Ndio nikatoka kachumba cha kulala nikaenda sebuleni. Sebuleni mama mkwe wangu alikuwa amesahau hii Biblia ambayo nimeshikilia pale kwa karibu kwa hiyo kabati ya TV hapo juu. Kajiambia moyoni, leo wacha niangalie kusoma hii Biblia. Nikisikia kitu kinaniambia hapo unaweza kupata suluhu. Nikaichukua ile Biblia, nikakaa katika kiti kingine ambacho nakipenda kirefu hivi. Ndio siku yangu ya kwanza kusoma Biblia mimi mwenyewe. Kaisoma, hata kama sielewi najikuta nasoma, nakuta nataka moyo wa kusoma. Naelewa, zingine naelewa, sivyo naelewa, lakini naona kambe kuna kitu hapa. Nikahisi kama ile amani naitafuta naanza kuipata kiasi. Mpaka nilipolala katika kile kiti na Biblia yangu, sikujua. Asubuhi ndo nakumbuka nikiamshwa na mama mkwe wangu kaniambia, "Sam, tumeona umesoma Biblia na hii Biblia nimekupatia kama zawadi." Kwa maisha sijaipata zawadi kama hiyo. Nilisikia raha sana. Nakumbuka ndo nikasema ni Biblia yangu ya kwanza, na nikaona kama nimepata kile kitu nataka. Nilienda nao kazini pale, kwa nimepangwa kwa zamu, kwa sababu ya askari ukikosa nidhamu unapangwa mahali ambapo kuko chini, na mimi kwa nimekosa nidhamu kwa hiyo wiki sikuwepo. Alafu kwa pia nimeonesha kama mimi akili zangu kama haziko sawa. Kwa hivyo kwa nimepangwa kwa yadi yetu, kule tunaweka magari yetu sababu usalama, ufungue lile gate kila wakati. Nakumbuka siku hiyo nikikaa pale, nilikuwa taoni ya gari kipigwa sisikii. Nasikia nisome neno tu. Nasoma neno tu. Mpaka wenzangu wanaanza kuniuliza, na wengi wa Islamu. Wanaambia, ndugu, kwani nini kimefanyika? Kwani umechizika?
nasikia nisome tu, sielewi, lakini nasoma tu. Nilipofika zamu yangu, nimemaliza shift yangu, nikaona hata kama sijaelewa hili neno, lakini kuna kitu nimekipata. Nikaona kuna kila sababu ya kumtembelea rafiki yangu kabla ya mamake hajaenda ama hajapanga kitu kingine. Nikampigia, nikamuuliza kama yuko zamu, akaniambia hapana, yuko nyumbani, kwa siku yake ya mapumziko. Nikamwambia basi naja, hakika mwambie mama asitoke, nataka kuwa pamoja. Nikachukua usafiri, nikaenda mpaka pale kwao. Kufika mpaka nikaribisha, nikamwambia hata sina muda wa kukaa sana, nina haraka kurudi nyumbani, lakini nimekuja kwa sababu ya kuambia ile mpango ulikuwa tuko nao. Nimefikiria vingine, nimepata rafiki kaonesha Biblia, nikamwambia nimeona nimepata huyu rafiki ambaye nimeona amenisaidia usiku wa jana na leo, na ni moyo wangu unaniambia nimuulize Yesu kama ameshindwa na mimi. Akiwa ameshindwa na mimi kabisa, utapata jawabu. Kwa hivyo wale waliona kama kinaya, kama nimeduko na akili. Nakumbuka ule mama akijaribu kunihakikishia pia ni mtu wa kanisani. Nikamwambia hapana, mimi nataka tu swali moja, nimuulize Yesu kama ameshindwa na mimi. Na nikarudi nyumbani, nikaanza safari mpya ya kumtafuta Yesu. Kasema japo na kila mahali nasikia kuna mafundisho, akafikiri nitampata Yesu, na nikipatana na yeye kwa nina swali moja tu, kama ameshindwa na mimi. Nakumbuka ile Ijumaa kwa tumepanga na ule mama, nilipotoka kazini nilikumbuka kanisa nyingi zinakesha siku hiyo. Jirani hapo kwa kuna kanisa inaimba nyimbo. Kaka kanisa kadhaa, mimi nikapata mtundo kwanza, kasema ni neno na mdomo kwa nikaingia kufanya kesha. Nikatoka nikaanza kuambia sasa, maana marafiki zangu wengi kwa ni Waislamu na wengine sio wa kanisa, nikaanza kutafuta tutana na mtu ambaye tumefanya urafiki kidogo, na mwambie mimi nataka kwenda kanisani kwa nini, wapi nitembee. Hapo ndo nikaanza safari ya kwenda katika makanisa. Na hiyo safari pia haikuwa rahisi hivyo, kwa napanda shuka nyingi. Baada nilienda kanisa nyingi, na kulikuwa na changamoto nyingi pia. Kulikuwa na kanisa, mfano nilipofika nikaelezea tatizo langu, nikaambiwa kwamba tatizo hili lako dogo, bora tu uvunje madhabahu. Nikasema huo muda nimepatwa tatizo ni kuvunja madhabahu tu, yanavunjwa vipi? Kanipatia mafunzo ya Isaka, kila dhabao na yale mafunzo ya dhabao, katumia pesa, kwa sababu pesa ilikuwa si tatizo, kwa napokea mshahara, ni amani ilikuwa sina. Tatizo ilikuwa nimepoteza utu, nasikia kama nimekufa moyoni. Kwa hivyo pesa, kwa sababu napokea kila mwisho wa mwezi, nikachukua pesa nikavunja madhabahu. Nilipofanya madhabahu, tatizo langu liko pale pale. Nikiuliza maswali pia nakaa kama mimi nauliza vibaya kwa kanisa, tusichukuliwa vizuri. Kwa hivyo nikahama nenda kanisa lingine, nikapata lingine, naambiwa nikaelezea tatizo langu. Sikuwa na woga kuelezea tatizo langu, maana kwa limenifika, nilikuwa nahisi limenifika mwisho. Nilikuwa nahisi kwamba siwezi vumilia zaidi. Mimi nataka Yesu aniambie matatizo yangu, aniambie kama ameshindwa na mimi. Ni kama tatizo lako dogo, kanisa lingine hapo unahitaji kuwa na cover. Ambia cover ndio nini? Wakaniambia uwe na ulinzi wa kiungu.
Kaambia huu ulinzi nitaupataje? Ukiambiwa kwamba cover ulinzi mtumishi wa Mungu yuko nao, na kwamba ukifadhili mahitaji ya mtumishi wa Mungu wakati anafurahia yeye, na wewe pia unapata kinga, kwa sababu yoombea kila wakati. Basi mimi nikasema hii cover basi pia sawa, acha nijaribu. Anunua cover kwa mimi na mtumishi, na angalia mahitaji yake. Ndivyo mambo yanaharibika, ndivyo mambo yanaharibika. Ukiacha kufanya yale mahitaji kwa namfanyia, ananitishia na kuniambia wewe takutolea cover. Nakuwa na uoga, naona kutolewa cover. Lakini kuna wakati nikajikuta nikaona cover nayo napata shida. Mwanzo hata shida ndio zimezidi zaidi. Safadhali nataka tule kwa sina cover. Kapiga hatua mbele pia kutafuta makanisa. Sasa hii wakati huu nilikuwa niko makini zaidi, kwa sababu nimeenda kipindi kirefu na nimekutana na mafundisho. Sasa kwa nasema natafuta kumuona Yesu, kuongea na yeye. Kwa naenda na makanisa mengine nayaogopa, naenda majina tajika, naenda semina tofauti, kwa ni kama sina mahali maalum, lakini naenda kila mahali kwa nahitaji, kama nasikia nitapata msaada. Baada ya kipindi kirefu nikiwa katika zamu kazini, nakumbuka ilikuwa ni kipindi cha Disemba 2024. Nilikuwa niko katika hali ya maombi tu ya Mungu. Nataka nipate mwaka ujao ukifika, nipate mahali ambapo nitakutana na wewe vizuri. Nisianze mwaka kama vile nilivyokuwa miaka hii mingine. Nilikuwa niko sehemu ya jamaa mwingine anauza avocado pale, nilitaka avocado. Nikaona wainjilisti wameingia mbele na ubao, wako tayari kusomesha, kufundisha Biblia. Mwanzo nilikuta kama kule cover tena kuvunja madhabahu, hii ni kurudi shule tena. Kakuta kama napuzilia vile, lakini ikiwa niko pale bila, kwa sababu sijamaliza kula avocado, kwa masikio sijafunga, nasikia mafundisho yalipoanza ilikuwa ni mafundisho ya moyo. Mchoro umechorwa pale mtu, na mafundisho mengine moyo umechorwa, moyo mpya. Kuna vitabu kadhaa vimenakiliwa pale. Kiangalia ile picha, na kama inanichanganya. Kuna hii picha kama inanivutia, lakini mpaka inanichanganya kwa sababu sijapata maelezo. Kaambia moyo wangu acha nisikize kidogo. Kasikiliza mafundisho akaanza, ambaye yalikuwa si ya muda mrefu. Mafundisho jinsi yalikuwa yanaendelea, nikasikia moyo wangu nikambe unavutiwa na mafundisho, kwamba pale nikati yale mafundisho ambayo nilikuwa nahitaji. Nakumbuka nikiamka kaenda kumwomba ndugu mmoja kati ya hao kalamu. Arudi kwa ule jamaa kwa ameniuzia avocado, kamwambia nikatie box, kanakili vile vitabu. Bado nikienda nikambe ilikuwa nimerekodi yale mafundisho kwa akili yangu. Hata nikienda nyumbani nasikia kambe niko navyo. Kufika nyumbani sasa, ule muda fulani huwa napotea na usingizi, nikajua raundi hii hata vitabu ninavyo, nilikuwa nasoma vile vitabu. Kanishawishi sana niwatafuta watu, kwa sababu baadhi ya hao walikuwa wanafanya injilisti pale, kwa na wafahamu, kwa sababu wanafanya pale sokoni. Naamua kumtembelea mmoja wao, nikawauliza na shiriki wapi.
yeye akija anaona aliona labda mtoza ushuru huyu tukaliona kama nafanyia mitani urafiki na yeye, kumbe hata urafiki si ujui, kwa sababu bado niko askari. Nikaamua kufuata ule wa pili ambaye kwa namfahamu. Nilipofuata ule wa pili, Mungu alimjalia akanielekeza mahali hapo. Kutoka siku ile ambayo tulionana nao pale kwa tarehe 20 mwezi wa 12 mpaka siku ile ambayo nilikuja kwa ushirika mara ya kwanza nilipoelekezwa, ilikuwa ni tarehe 28 mwezi wa 12. Nikifika siku ya kwanza pale nilipokelewa, nikapata watu katika mafunzo. Akikale mafunzo yalizidi zaidi. Yalikuwa yamezidi, yalivuta moyo wangu sana, mpaka nakumbuka baada ya mafundisho nilimwambia mwalimu alikuwa anafundisha somo siku hiyo, nimwambia kama naweza uliza maswali, maana yale masomo kwa nakili siku ile ilikuwa nilipatia maswali, na haya siku hiyo pia bado kwa ameniacha na maswali. Kamuuliza samahani kama naweza uliza maswali, na sikutaka kuudhi kwa sababu kwingine nishauliza maswali nikaonekana kama ninataka kuharibu. Alichukua maswali yangu yote na kanijibu. Nikasikia kuvutiwa zaidi. Nilihisi upendo baada ya muda mwingi. Nikawauliza zile siku ambao anakuja. Ilikuwa ni Alhamisi siku hiyo. Akaniambia kutoka sasa tutakuja Jumamosi kama utawezewa. Nilipotoka nikaenda nyumbani, bado kwa nasoma ile mafunzo. Nilijua hakika ndani ya moyo Jumamosi sitakosa. Jumamosi nilipokuja, kila siku nilikuwa nikikuja katika ushirika napata jambo jipya ambalo nilikuwa sipati kufahamu. Kwa mara ya kwanza nikasikia kwamba kuna wokovu wa kibibilia. Nikashindwa jambo gani, nikauliza swali pia, nikajibiwa. Nikaambiwa kiburi ni dhambi, nilikuwa sijui. Kanisa zote kwa tunaenda, nilikuwa kuna vitabu sijai somewa, nikaona kasomewa Revelation 21 verse number 8. Kaona hapa kumbe kuna moto. Sikia moyo wangu nataka kwenda chini. Nikaamua kwamba mimi nataka haya mafunzo, lakini mwanzo kwa naona nayataka na bado sijatosheka na yale mengine. Kwa hivyo nikawaaga, nikawaambia mimi kuna semina kwa naenda ya mtu ametoka nje, siku fulani sitakweko, lakini baada ya semina nitakuja. Nakumbuka nikielekezwa kwamba nisichanganye mafunzo sana kwa sababu bado mimi ni mchanga, na kwamba nimeonyesha dalili, ilikuwa wapendo wameona dalili ya kwamba nimevutwa na lile neno. Kaniambia usichanganye chachu, na mimi sikujua hata chachu ni nini. Na huko nikamwambia hapana, mimi nimezoea kwenda kila mahali. Hakubishana na mimi mtumishi. Nakumbuka tukiomba, na tulipoomba kwamba Mungu aniongoze, na hakika Mungu aliniongoza. Maana yake nilipoenda katika ile semina, na ni semina ambayo nilikuwa nazienda, nilikuta kwamba ni kama nimejipeleka mahali kwa mafundisho ambayo moyo wangu
hautaki tena. Siku nyingine pia kwa nimealikwa kwingine, nikienda nikahisi vile vile kama kwa nimehisi kule, ni sehemu mbili tofauti. Hapo ndio nikaamua na moyo wangu kwamba moja nijitenge na mafundisho yale mengine, nijaribu hili kama vile nilivyojaribu yale mengine. Nikakuja nikakiri kwa ushirika kwamba muujiza nimefanyiwa wa kwanza, na muujiza wangu wa kwanza ilikuwa ni kwamba nimefunguliwa macho, nikagundua kwamba hapa ninapata injili ya kweli, injili iliyo wazi, na injili ambayo haijachanganywa na mambo mengine. Ni vile Biblia inasema na Biblia inajibu Biblia. Kwa hivyo nikaamua kupata mafunzo kila wakati, wala nikajikomit na moyo wangu kwamba itakuwa sichelewe katika mafunzo. Kila siku nikikuja naona na kiburi, naamua kujitenga na kiburi. Mafundisho yalikuwa yananinenia kila siku. Nikiamua na kiburi hicho, naona kama nimeacha kiburi, naamua kuna kiburi cha moyo. Kaja kila siku mafundisho, kila sermon nielekeza wepesi, kuchukulia neno kiwepesi. Kama usichukulie neno kiwepesi, hili neno ni Mungu anaongea. Kafundishwa pia ni sio mtu wa wasiwasi na shaka, niamini kwamba Mungu kama wokovu ndio unakuwa na shaka. Kila siku nikakuta vile ninapofuata mafunzo ndio jinsi najikuta najitenga na mambo ambayo kitambo kwa nayafanya wepesi sana. Kapata mafunzo ya aina nyingi sana. Polepole kuna baadhi ya watu kazini ambao walikuwa wameniona nimeanza kubadilika. Kuna ambao walinitenga kwa njia mbaya, kuona huyu sasa amefuata Ukristo. Wengine wananifanyia kama mzaa vile kazini, maana ilikuwa kama jambo la ajabu. Wengine nao walikuwa wananipatia kipindi cha kukaa kando, kwa sababu mazungumzo yao yale ya kitambo ilikuwa kama yaniingii, kwa sababu katika mafunzo pia nilifunzwa kwamba Biblia inakataa watu kukaa katika kikao cha watu waovu, utamchukiza Mungu, utamkosea, na kwamba mazungumzo ambayo pia hayana maana ya ugomvi. Kila wakati najitenga, najikuta natengana na uovu mwingi, jitenga na marafiki ambao walikuwa ni waovu, jitengana. Mungu ananisaidia tu. Kila siku nikifuata nakuwa katika yale mafundisho basic, kwa sana ni kujitenga na dhambi, jitenge na kusoma, kushiriki neno, kusoma neno, na sana kumwamini, imani. Mimi na wenzangu tulikuwa tuamini kwamba kuokoka ni toba tu. Nilikuwa nizembee pale kwa safari ya toba, wapendwa wakisisitiza kugeuka kutoka katika njia zako haitoshi, mpaka imani kamilike. Nilikuwa katika hali ya kushindwa, imani nitaipata vipi? Ndio hapo wapendwa kwa wananipatia mafunzo kila wakati kwamba si kwa matendo yako. Na nakumbuka kuna siku nilikuwa si ya ushirika, lakini mpendo mmoja aliniita
akaniambia nataka tuzungumze, na Bwana ameniongoza tuzungumze ni nini kitu ambacho unahisi kwamba kikufikisha katika imani. Kanifunza jinsi ya kuomba, kanifunza kwamba Mungu asikii maombi ya mwenye dhambi. Usiingie katika maombi kama mtu mwenye haki. Itambue kwamba wewe ni mwenye dhambi. Itambue kwamba wewe ni mwenye dhambi. Hapo pia nikaanza safari nyingine. Naona kumbe mpaka niwe mwenye dhambi. Kaniambia kuwa na haki ya kibinafsi ni dhambi na inakuzuia sana. Usijipatie haki popote. Nenda kwa Mungu kama mwenye dhambi kabisa. Ndio nikaona uovu wangu wote, nikautazama. Nikaona vile nilivyo muovu. Uchafu wote ambao nimeufanya, dhulma. Mpaka kuna zingine nilikuwa sijui, aliniuliza kama kuna wakati tumia mipira, nikamwambia sana. Kanaambia ni uchafu, uweze ina mbele za Mungu ukiwa unatumia mipira. Uona uovu wote unaofanya, na Mungu atakuokoa ukijua wewe ni muovu. Lakini ukiangalia matendo yako yaone ana haki, mpaka ujione ni muovu ndio Yesu adhihirishe kwako. Nakumbuka mpendo aliniambia na nakuombea. Naambia Sam, wakati mwingine unavuta karibu na wokovu, wakati mwingine unarudi. Usikubali kwa vuguvugu. Yale mafunzo yalinisaidia na maombi pia akanisaidia. Nakumbuka usiku mmoja niliota ndoto. Nimelala. Mara moyo wangu ukatolewa nje. Aliotoka ameweka hapo mbele yangu. Hapo akafungua hivi moyo wangu. Upande mmoja kwa huu moyo ilikuwa unavuja damu nyingi sana. Kwa sababu nimeenda shule, nikaona hiyo damu inavuja, muda kidogo nafa. Nikaanza kulia, nafa. Sikia sauti kiniambia, Sam, kweli unakufa. Utakufa kabisa, unakufa. Lakini wewe unadhani unakufa kwa sababu hiyo ya damu kutoka. Upande huu mwingine ndio utakufa. Nikigeuka upande huu mwingine nikaona upande huu wa moyo mwingine kidonda. Kimeoza. Donda kabisa, hata kiangalia. Anaambia kwa kidonda ndio kitakuwa na utakufa wakati wote. Nikamwambia ni ugonjwa gani huu? Anaambia ni ugonjwa mbaya sana. Ugonjwa mbaya sana sawa, ambao uko nao. Kaambia ni kansa. Anaambia zaidi ya kansa. Ndio hapo nikashtuka katika usingizi. Ile mtoto yuko nipatia amani. Siku ushirika nilipokuja nikamwambia mpendwa, kabla hatujaanza kusoma neno ama kuhubiria neno, hata nikuelezea kinachonisumbua moyo wangu. Jana niliota. Kamwelezea kama vile nilivyoelezea. Kanambia Sam, Mungu anataka akudhihirishie mwanae Yesu Kristo. Na kupatia maonyo. Zingatia maonyo. Nakumbuka tukisoma maandiko mengi sana. Siku hiyo kulingana na vile Roho wa Bwana alipomwongoza kinijibu hiyo ndoto yangu. Kumbuka tukisoma pia Timotheo wa 2:17 kwamba mafundisho mabaya yataenea kama kidonda. Kama vile kulikuwa na baadhi ya waumini ambao walikuwa wametoka katika injili ya kweli wakatoa mafundisho ya kirongo. Sasa kaniambia, angalia mafundisho ulikuwa uko nayo ambaye kile ambako umedeposit kwa moyo wako ambaye
yuko naye anazuia Mungu asimdhirishie mwanaye. Mimi kwa moyo wangu nilijua waziwazi bila shaka ni yale mafundisho kuvunja madhabahu, ni yale mafundisho ya kava na mengine ambayo kwa naenda. Nikienda tubu na kuomba, nilikuwa natubia haya mafundisho. Tubia haya mafundisho. Na nikaomba Mungu anipatie unyenyekevu, maana nilikuwa na kiburi pia. Mungu akanisaidia nikashuka. Mpaka siku moja niko ofisini kwetu nje, kuna parking hapo nje. Kuna parking boy mmoja. Nikipita kwa tumetoka katika kazi na mimi nimebakia nyuma kidogo. Kumbe katika pale bila mimi kujua pia nilikuwa natembea, Mungu ameniwezesha pia nimejitenganisha na wenzangu kwa kapu. Na kumbe imekuwa ni kama routine na mimi sikujua kama imetendeka hivyo. Kwa wanaongea pale, mmoja akapata ujasiri wa kuniita. Kanambia, "Fadi kidogo, nataka kuongea na wewe." Nikasimama nikidhani kwamba labda ana matatizo na mimi ni mtumishi wa umma nimsaidie. Akanambia, "Afande, kwani siku hizi una shida gani?" Akawa mnyonge sana. Kama mimi naona niko sawa. Akamwambia, "Wewe uko tofauti." Kama niko tofauti vipi? Askari yule mavazi ya sare ni zile sijabadilisha, sema kazi ninalambia so unakula mgoka pale zingine miraa. Mbona umebadilika? Sasa ilikuwa ile swali linakuja paka mwenyewe nashtuka. Sikujua kama ile kubadilika wengine mawaziri wengine wamejua. Napenda wewe kwa furuku. Siku hizi utaje hata kukana wenzako tunakuwa sababu naona uko kando. Nikamwambia, kwani nimebadilika? Kati nikamwambia nikaulize wenzangu. Kwa sababu katika kazi wasi vizuri uonge mambo ya kikazi sana na watu tuko na hizi sare. Na mwanzo kama mmetoka operation ya kufanya kitu si vizuri ukae nyuma. Kwa hivyo nikawahi nikakutana na wenzangu. Lakini nikahisi roho inaniambia nikae kando pia nijitenge nisifikirie hili jambo. Kaenda nikajitenga nikifikiria hili jambo, nikaona kumbe badiliko limefika mpaka wengine wameona. Sasa mimi nikajiuliza na moyo wangu, ni jambo gani linanifanya kwamba mimi basi nimegeuka lakini bado sijapata ufunuo wa Yesu, na bado moyoni nina ile kwamba nataka nimuone Yesu, nimuulize kama ameshindwa na mimi. Na bado ndani ya moyo wangu nilikuwa nataka nijue siku ile uamuzi nilifanya kwenda kumwambia yule rafiki yangu na mama yake kwamba ninakumuuliza Yesu, isiwe tu kwa jambo tu, kwa liwe ni jambo ambalo lipo pia wao wapate huo ufunuo. Nikiwa pale nilisikia dhamira yangu kinaambia kwamba ile jambo lisinipatie haki sana. Nikajiona nimebadilika, nikaona imetosha. Dhamira ikaniambia nihakikishe nimeweka dhamira yangu safi. Na ile jambo linipatia ushawishi kutafuta ni nini kimebakia. Lakini nikijipatia haki kwamba watu wamejua nimebadilika, watu wanaona niko sawa sasa, nisichukulie hiyo advantage nende kaambia watu sasa nimeokoka. Kwa hivyo kwa hiyo wiki Mungu aliniwezesha nika humble zaidi. Nipo humble zaidi. Nakumbuka hilo juma nilihisi kama mgonjwa. Nilikuwa nasikia niko weak sana mwili. Kila nikishuka nasikia niko weak sana mwili. Nikasikia moyo umenibebesha mzigo kwamba ule mtu aliona makosa. Mimi moyo wangu nisikilize, nikajiona mimi ni mwenye dhambi kuliko watu wote duniani.
dhambi. Kwa wakati nilikuwa nasikia hata zile dhambi zimenijaa mpaka sipate pumziko. Kawaida askari wakifanya wanafanya wawili wawili. Nilikuwa napata muda sana kwamba yule mwenzangu kimi ni mgonjwa. Anaja kazini tu, lakini najitenga nina kupumzika kule kwa sababu kwa naona pumziko pekee naweza pata nilikuwa niende ushirika ama niende karibu na mpendwa ambaye atanipatia neno. Hilo juma nilikuwa na kiu sana ya neno, na kila wakati nilikuwa nikishiriki neno na mtu ama akinielezea mambo ya Yesu, maana nilikuwa nayataka tu, nikidhani nimetosheka, nikitoka nikirudi bado njaa, nahisi njaa zaidi. Hata saa ingine ilikuwa ita tumetengana kwa sababu kuna wapendwa wengine wanafanya hapa kwa soko. Nikikuta kama nimewapitia hivi, najua kwa njia moja ama nyingine tutajikuta tumeshiriki neno. Na wakati huo nimekuwa sina mazoea ya kuwatembelea katika sehemu zao za kazi. Kila wakati nasikia mpaka nikabadilisha vipindi ya kazi, kakuwa enda kukuja najikuta naja asubuhi. Kuna mambo nilikuwa siwezi kufanya kama kutayarisha mahali pale ambapo tunashiriki. Nilikuwa najikuta mimi nafika na wai wa kwanza, napanga viti na ndio wa kwanza kwa sababu nilikuwa naona asubuhi nikienda kukaa muda mwingi. Sengine hata wengine wanadhani nimekuja mapema, kumbe mimi nimekaa toka asubuhi. Kiu ilikuwa kimezidi. Sasa kuna siku ilikuwa ni siku ya ushirika, kawai mapema na huo moyo kwa mzito, najiona kwamba sifai. Hata siku nilikuwa nimepatiwa opportunity ya kusoma neno wakati watu wako katika injilisti. Nakumbuka nikimwambia mpendwa mmoja, naona kama mimi naumwa, siwezi kusoma neno. Nakumbuka kiniambia kwamba huo moyo usiwache upite, Mungu anataka kukuokoa. Na labda huko tunaenda huko katika injilisti huko, unaweza kuwa unaenda kufanya injilisti ukaokolewe wewe. Kwa moyo kaenda kusoma hivyo na unyonge. Ikapita siku hiyo sikuweza kuokolewa. Siku moja tukiwa huko kwa ushirika, ilikuwa tarehe 25 mwezi wa 3 2025, kakuja neno lilikuwa linahubiriwa na mimi niko pale na ule moyo. Siku hiyo nilikuwa nasikia neno linanivuta. Kila neno likikuja nasikia kama linaingia tuko katika wifi ambayo iko katika speed ya juu, una download haraka. Kwa neno nikija nina download haraka. Kukasomwa neno katika Mathayo 1 mstari wa 21. Mathayo 1 mstari wa 21. Tunasoma kwa uwezo wa Mungu na Roho Mtakatifu. Andiko matakatifu yanasema namna hii: naye atamzaa mwana, nao utamwita jina lake Yesu, kwa maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake kutoka dhambi zao. Amen. Hilo neno liliposomwa, moyoni mwangu nilihisi kama nimepokea zawadi zaidi ya siku ile ambayo nilipokea Biblia. Nilihisi hili neno ndo neno kwa nalitafuta, kwamba hii ndio ile jawabu ya kwamba nimuulize Yesu kama ameshindwa na mimi. Nikasikia kuna uhai unaingia katika moyo wangu, nikasikia limeniathiri sana lile neno. Na hilo neno lilikuwa ni kati ya lile neno ambaye alikuwa anamalizia mafundisho
lakini hili liliniathiri sana. Liliniathiri mpaka nikakuwa nalirudia. Hata nilipokuwa nimeenda ushirika umekatika, nimeenda najikuta ninarudia usiku. Kesho yake tarehe 26 nasikia kuna kitu kinafanyika ndani ya moyo wangu ambayo si cha kawaida. Nasikia kuna kitu kinafanyika, lakini nasikia bado hiki kitu hakijakamilika. Najikuta nile nalisoma, nikakuwa sasa ninaenda nalo nalisoma sasa kuna kitu. Lakini nakumbuka na maswali nini kinanifanya mimi nisidhihirishwe. Yesu Kristo asijifunue kwangu. Nasikia kwamba Yesu ananitaka lakini mimi ndo najizuia kwake. Hiyo siku yote nikiwa katika maombi na shuka zaidi mpaka nilijitenga kabisa. Siku hiyo nakumbuka kuna mpendo mmoja kwa ameniambia nikamsaidie kumhamisha vitu. Kumhamisha sikuweza kufanya vile ambavyo nilikuwa natarajia, mpaka nilijua mimi ni nguvu Mombasa, natumia vitu kinguvu kumhamisha. Sikuwa na hizo nguvu. Nakumbuka tukibeba vitu kadhaa nilijitenga pale kwake, nikakaa kumwambia mimi napumzika, nikalala. Kwa nalala nikiomba, niko katika ile kifudifudi kile nyumba yake mpya kando kule, maana vitu vingi hajaleta na kwa kuna nafasi. Kiwa nikiomba nasikia dhamira yangu inaniambia kwamba kuna kitu kimebakia. Nasikia bado usikule wote. Ilikuwa niko katika hiyo hatiani ya kwamba nataka kuokolewa lakini mimi ni kizuishi. Kwa hivyo hata siku ile nililala kule, maana nilikuwa niko na nguo za kubadilisha nimebeba. Nililala kwa ule rafiki yangu ambaye anamhamisha. Asubuhi yake mapema sana, kwa sababu ilikuwa moyo wangu nahisi kwamba kuna kitu kinazuia amani ambayo kwa naitafuta. Kuna kitu kinazuia jambo ambalo nimelitafuta kwa muda mrefu. Nilienda katika ingilio moja la soko ambapo pia sisi tunafanya kazi hapo kwa katika wakati wa zamu. Nikaenda kuna bustani ambaye liko pale. Nikajitenga kando 12. Kumetulia katika hali ya utulivu. Nikasukua lile andiko. Nikilisoma tunasikia kama kuna mwangaza ambao unaningojea tu mwingi. Nikaamua kwa sababu hii story inakaa kama interesting kwangu na kama inanivutia. Leo ndio siku ya wokovu. Hii roho yangu inaniambia ndio siku ya wokovu. Wokovu ni sasa. Hilo andiko liko ndani yangu na linaniambia hivyo. Nikaamua nisome hii Mathayo. Nianze kuanzia pale mwanzo, ending inasema kuzaliwa kwa Yesu, Mathayo 18:1-18. Niteremke nije paka pale ambapo nione kama hiki ambacho kinafanya kukwame hapa, labda ni kwa vile sijaanzia kwa hii story kuanzia Mathayo 18. Nikasoma Mathayo 1:18, kuzaliwa kwa Yesu kote. Kila nikisoma nakuta kama inanivuta mpaka nafika pale mahali ambapo kunanipatia nuru. Nasikia nuru yaja, nasikia kwa moyo kuna kitu kinafanyika, lakini pale kwa kona ya moyo nahisi kuna kama kakifuniko kamefunika kashimo fulani, kitu kisingie. Nikasoma mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, nasikia bado niko hapo kama katika barabara, lakini siendi. Katika dhamira yangu nikakumbuka katika hizi books za gospel, kwa napenda mafundisho ya Mtakatifu Luka sana. Nikasema nitasoma hii story ya kuzaliwa kwa Yesu katika Luka, nione ushuhuda wake ni gani, kama iko tofauti. Lakini kama moyo wangu ukanisukuma kuelezea kusoma hiyo katika Luka. Kaenda nikasema nitaanzia pale mwanzo kuzaliwa kwa Yesu. Kwa hivyo nikasoma Luka 1:26. Hapo ndo inaanzia, kuna heading pale. Baki Biblia yangu ni ile ambayo ina mada juu.
Kaanza kusoma, nikisoma nasikia navutwa zaidi ya vitu kwa navutwa katika Mathayo. Nasikia nikambe inakaribia. Nikisoma nikambe hata ingine na inaonyesha hata niongeze mwendo kiasi. Kufika katika Luka 1:35 hapo ndio niliona maajabu. Mwenyezi Mungu alifungua macho yangu yakaona maajabu ya Biblia. Nilikuwa sijajua kama hii Biblia yangu ina maajabu, miujiza. Ile mara ya kwanza nilipokuja ushirika niliona maajabu ya kwamba naingia nishaambiwa neno la toba. Kaubiri neno la toba. Nimeenda katika ushirika mwingine nasikia vitu havingii. Sikio nilikuwa naona maajabu, lakini sikio niliona maajabu yenyewe. Kwa sababu kama mpendo anasoma Luka 1:35. Tutasoma kwa uwezo wa Mungu na Roho Mtakatifu. Luka 1:35. Malaika akamjibu, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, nazo nguvu zake yeye aliye juu sana zitakufunika kama kivuli. Kwa hiyo mtoto atakayezaliwa atakuwa mtakatifu. Amen. Naye ataitwa mwana wa Mungu. Amen. Pale niliposoma huo mstari kwamba atakayezaliwa atakuwa mwana wa Mungu, nilisikia kile kifuniko kilikuwa kimezuia ile shimo kikafunguka. Amen. Nikasikia upepo umeingia. Nisikia kama vile mguu ama mkono umekufa ganzi, alafu usikia umerudi kufunction. Ndio hivyo roho yangu kwa nasikia imekufa ganzi. Nikasema zote roho yangu imekaa imekufa ganzi. Nasikia sasa inapiga upepo unaingia. Nasikia kuna kiamani hapo ambacho sijaikiona. Ndani yangu nasikia kama kuna matibabu yanakuja huko. Nasikia kama spirit inaniambia kama inatibiwa nasikia mpaka nikaamka. Hii Biblia yenyewe ndio kwa imenishtua, maana ni mahali kuna bustani na kuna viti, niliweka chini, maana niliona kama ni ya maajabu. Nilijistukizia nimeweka chini, maana nikafanya kama naiogopa vile, kwa sababu yale mambo kwa nenda ndani ya moyo wangu. Nikaiweka kando, nikasema huwa nimebeba maajabu hapa. Sasa mwenzangu anashindwa, huyu amekuwa na akili ama nina tatizo. Nikakaa nisikie kama kweli nasikia ni kweli ama niko kwa ndoto. Nikasikia upepo, nikasikia kama nimekuwa ndani dhamira yangu inaniambia kwamba mtoto aliyezaliwa ilikuwa si wa kawaida, si kama ule mtoto wangu wa nyumbani. Ule si kama ni huyu alizaliwa ili abebe dhambi za ulimwengu, za dhambi za watu wake. Ni mtoto aliyezaliwa kwa nguvu za Mungu. Huyu ndio maana ana uwezo wa kubeba dhambi, si kama ule mtoto wangu. Ule ana mali popote na wanadamu. Nikasikia nguvu. Nikitembea nikabidi niweke kando ile Biblia yangu, nikatembea kwa kadhaa. Natembea nikirudi nisikie nini kinaendelea kwa moyo. Nikasikia niko na uhai zaidi. Nikasikia nina nguvu, hata kanyaga yangu ikakuwa ni kanyaga ya tofauti. Nikasikia nina ujasiri zaidi. Sio wa askari, si ujasiri ule wa askari wa huko. Ule mwenzangu ambaye ni mwenzangu tumeshikilia zamu akanikaribia. Akaniambia, unashangaza watu wewe. Nini kinaendelea? Kama kuna shida niambie nikupatie backup. Nikamwambia mimi naona kwa uhakika mimi nimeokolewa. Amen. Mimi naona nimeokolewa. Amen. Ule naye akakuwa kama anielewi. Manake ananiambia wewe sio umeokoka siku zote. Wewe sio umebadilika, umeacha hizi. Nikamwambia mimi sahi ndio nimeokolewa sahi. Amen. Nikamwambia vile ninaposikia, nasikia kambe moyo mwepesi. Nasikia niko mwepesi. Nasikia nimerudi hai. Nasikia naongea maneno ambaye yana uhai. Kamwambia nakumbuka, nakumbuka. Najiona kama mifupa ilikuwa iko kale bonde la wafu. Nimerudi hai. Nikaona nielewi.
nikaona nielewe, nikampata mwingine pale kando, nikamwambia mimi nimeokolewa, mimi nimeokolewa. Ule naye anaona huyu askari namna gani huyu, hata huyu naona anielewe. Nikaenda watatu, nikamwambia mimi hakika nimeokolewa, mimi nimeokolewa, sina chochote, yani sina. Wale watu wanaona huyu amerukwa na akili. Sasa ikakuwa kama kichekesho, nikapiga na mpata mwingine. Sasa ule mwingine kule wala bibi tuko nafanya wanne amekaa kule, nao si wenzangu, wao walikuwa na wafuata wengine, ilikuwa ni wapita njia raia tu, kwa ni raia. Kipata wale wanne kumbe tayari wala mpatia stiki na huyu. Nilipofika pale nikaona nani atanielewa? Nataka kumwambia mtu ambaye anaweza nielewa, mtu ambaye ananielewa. Nikakaa, nikapiga hatua, nikashika njia kama natoka hivi nielekea kule ambapo wa magari, watu wanachukulia magari. Naenda naona dunia, nasikia iko tofauti, nasikia nina hata vile vitu nafanya, nasikia kama nina nguvu zingine ambazo hizo nguvu ilikuwa ziko kivyengine. Na bado kila wakati naendelea kutembea, nasikia upepo unazidi ndani ya moyo wangu, nasikia upepo ambacho upepo nashangaa ni wa vipi. Sasa niliporudi nikaona watu wanielewi, ni kama nina kichaa, na mimi nikaona nitaka kujua kama nina kichaa kweli ama huwa mtu ndiye hivi anavyosikia ama ni nini kimeenda. Biblia yangu iko pale, nikarudi na iangalia ile Biblia itaniambia ni nini, maajabu gani. Nikachukua simu yangu, nikaona mimi na sasa nimwambie mpendwa mmoja kati ya wale walikuwa wananipatia mafundisho. Nipigia mpaka nakumbuka, nasema leo mbona unafurahi hivi wewe? Nilikuwa nini kimetokea? Nikamwelezea vile ninahisi. Ndio hapo tukapanga basi tunaweza kukutana mapema ili nimuelezee kama hivi ninavyoelezea nyinyi. Ndio ule mpendwa akanisikiliza, akachunguza moyo wangu, akanielezea, nikamwelezea tukio toka mwanzo kama vile nilivyoelezea. Kanambia, unajihisi vipi wewe? Namwambia hakika kabisa nahisi kwamba sina lawama yoyote. Kanambia asilimia kubwa inaonyesha kama wala amekuokoa. Amen. Lakini usifikie hapo, endelea na mafundisho. Siku hiyo alinipatia neno sana, nami siku hiyo ilikuwa kila neno naliona kivingine. Naona kweli kama nafundisha ile neno zaidi. Kila soma neno najikuta kama ninalifundisha zaidi. Akaniambia sasa, kwa muda huko saa hii ndio umeingia vita na shetani. Wakati ulikuwa na maswaiba na shetani, ilikuwa hakuna vita. Tukasaide wewe, ilikuwa si mtoto wa Mungu, ilikuwa ni mtoto wa shetani, ilikuwa hakuna vita. Saa hii ndio unahitaji neno zaidi ile ya mwanzo. Wakaniambia kutoka saa hii kuendelea ndio wewe ufanye urafiki na Mungu, na kama ulikuwa umejitenga na chochote kiovu, sasa hivi unastahili ujitenge zaidi. Na sasa hivi ndio majaribu yatakuja zaidi, wakati mwingine kupata majaribu. Kwa kama inanishukua, anambia hapana, sasa hivi unastahili uwe katika utakaso zaidi, usome neno zaidi, na Mungu akikusaidia uweze kushiriki neno. Nakumbuka tukasoma neno, akanipatia maandiko ambayo tuliyasoma sana. Siku nyingine pia nikahisi kulingana na vile alivyoniambia na dhamira yangu vilikuwa inaniambia yale mazingira ambayo niko kwa kikazi. Nilifanya by arrangement na rafiki yangu kwa juma moja niende nimshukuru Mungu. Maana nilikuwa nasikia moyo wangu tuimbe sifa. Moyo wangu unanipeleka katika kushukuru sana. Moyo wangu ulikuwa maana yake nilikuwa nikikaa kama nikitaka kuomba, nasikia moyo unanisukuma kuomba sana. Na ilikuwa inanisukuma kwa neno sana. Nikamwambia mwenzangu, nikija kazini nitakuwa najitenga kidogo, sitaki niwe na kazi nyingi kwa sababu imani, wapendwa, ameniambia imani bado ni ndogo, inatakana ikue. Na itakuwa na neno na kutembea katika njia za Mungu. Hilo juma lote
nilikuwa najitenga na kuomba, najitenga na kuomba na kuimba. Najikuta hata si mwimbaji mzuri sana, lakini najikuta nimeimba, najikuta nasoma neno, nikisoma neno nalielewa. Fungua kule poko tunasoma kitabu, nakuta naelewa kitabu zaidi kwa wengine, kwa sababu nimepitiliwa bila kuelewa, najikuta naelewa. Niko katika hali ya maombi kwa sana, naelekezwa katika vitabu vya Timotheo. Sana sana nilisukumwa sana na moyo kusoma katika masomo ya Timotheo. Nilipofika katika Timotheo wa pili 2:20 na 21, hapo kulinionyesha mimi ni nani haswa, kwamba ninastahili nikitenge niwe chombo kinachofaa kwa kazi njema. Na ilikuwa hilo neno linanirudia sana. Ilibidi nitafute mpendwa tena, nikamwambia hili neno linanirudia sana Timotheo. Tukasoma na yeye, akaniambia Mungu anakunenea, anataka kufanya mtumishi wake. Na unastahili ujitenge katika utakaso, utembee katika njia za utakaso, naye akutumie kama chombo maalum. Lakini utembee katika chombo maalum mpaka uanze hapa katika Timotheo 2:14, ujiepushe na haya maneno. Ndio 14 akanisomea, akaniambia hapa ni mpaka ujiepushe na haya maneno, vurugu, mambo yote akanisomea. Na hapo ndio nikamwomba Mungu anipatie nguvu za maombi, apatie nguvu za kutembea katika njia zake, hata kama inawezekana anipatie nguvu za kushiriki neno lake. Na kweli Mungu ni mwaminifu, mwaminifu, kwa sababu tuko katika hali ya uinjilisti. Nakumbuka nilikuwa anahubiri mpendwa, mimi nasoma, nisikia tu katika moyo, naambia mpendwa, nataka kushiriki, nisomee. Hakika tuko kwa barabara kusoma, na Mungu aliniwezesha mpaka nikashimba. Mungu ameniwezesha katika hao watu kwa na wadhulumu. Hapa mahali nilikuwa nafanya udhalimu na uovu, maneno yanatoka ya kinajisi, mambo ya machukizo. Mungu ni vipi umefanya? Nikaona kwamba tunastahili nitembee katika njia kama chombo. Nikakuta hata wenzangu pia, baada ya hiyo revelation, wenzangu wakaanza kuniambia sasa iko kivingine, mpaka kuna heshima, na naambia tunakuheshimu mpaka mambo mengine tunajizuia sisi tusifanye kama uko karibu. Hiyo ikanikuta, kajiuliza kwani kuna utofauti gani? Kuna wakati nilikuwa nasikia mpaka hatua zangu zinaongozwa, kama niko karibu kutembea katika njia ambayo sikio nasikia kabisa, nikakuwa na hakika kwamba amri zimeandikwa ndani ya moyo wangu, kwamba hata kama nimekaa kikao ama nasikia nimekaa kikao mimi mazungumzo ambaye ndio vizuri, nasikia naelekezwa nitoke. Na nikakuwa kila wakati nikikaa na mtu najikuta kama tumekaa namuuliza, naweza kuhubiria neno, maana nasikia tu ni ubiri, mpaka wenzangu wanaona ule pastor, ule askari pastor la kuhubiri. Mpaka wengine pia kwa uwezo wa Mungu walikuwa wanauliza, na hili neno mbona linakaa kipengine? Mpaka wengine kuwa wanaoji kutaka kujua tunakuja ushirika wapi. Mpaka siku moja kuna mmoja mwenzangu alikuja, kwa sababu ya vile niona Mungu ananitumia. Mungu akanijalia. Hapo kitambo alikuwa ni mtu wa tamaa sana, alikuwa nina ubinafsi, kila kitu ni kwangu, na nilikuwa ni mtu wa kupokea tu. Kwa neema ya Mungu nijikuta sengine dhamira yenyewe inaniambia fulani weza vake mchana. Najikuta bila kusurutishwa na mtu, nasikia moyo
nielekeza kwamba tusaidiane katika mahitaji fulani. Wakati wengine ilikuwa si mtu wa huruma sana kwa watu, inajikuta ni kama na vaa viatu vya wengine na vile wengine wanahisi, najikuta pia mimi niwe na huruma. Mpaka alikuwa moyo wangu ni kama unasukuma sana kama nilipize yale mabaya alikuwa nimeyafanya hapo awali. Nasikia moyo unaniuliza kama kitende wema zaidi ya yale mabaya alikuwa nayafanya hapo zamani. Mimi na wenzangu ambao kwa tumekonfishana na mabosi, kwanza kuweka amani, sikuwa na usito kumfuata nimwambie nimekosea. Hata yule ambaye kwa amenikosea mimi, ninamfuata na kumwambia nisamehe. Ilikuwa ni jambo la kushangaza sana. Kwa sababu watu wale msamaha pia kwa wanaopokea. Tukarudia amani pia na mimi mwenyewe. Na vile kwa nawachukulia wenzangu pia nikajikuta na wachukulia viumbe wenye dhamana. Lakini nilipata moyo wa kuchukia dhambi kama mtu kwa anafanya chochote ambacho sicho. Nakuta moyo wangu hawezi ruhusu nimpite kabla sijamwambia. Sasa nakuta namwambia wewe ni wa dhamana, lakini hicho nakifanya sicho. Kwa hivyo sikuchukii wewe, lakini nachukia kile umekifanya. Moyo wangu ulikuwa unachukia dhambi. Nikapata moyo wa kuchukia dhambi, nachukia uovu. Na toka wakati ule mpaka sasa najisikia kwa upya ndani. Kwanza ndani ndio kaleta ukuje physical kwa wenzangu mpaka wanachukulia kwamba nimekuwa tofauti, lakini mimi nilijihisi niko tofauti ndani. Kuhusu la nje ni wenzangu walinishuhudia siku hizo kwa tofauti. Nasikia kuna vitu vingi, hasira zimeitoka, grudge. Sisikii hata nikipiga magoti nasikia nafsi yangu inanikumbusha adui zangu kwanza. Nakuta niwaombee wasitendee wengine mabaya kabla walivyonitendea. Na pia zaidi watoke katika uovu kama vile mimi nilitoka. Amen. Kwa muomba Mungu aokoe nafsi. Amen. Upendo kwa wengine ulizidi. Maana alikuwa nahisi nguvu za karama ambazo Mungu ananipatia. Ujasiri mwingine ambao nilikuwa nao wa kuongea kwa watu. Sasa nikaona hata ujasiri niwe nao. Hata Mungu alitumia kama chombo ni ubiri. Kwanza nianze kwa upendo. Kwa hivyo upendo kwa wengine ukazidi. Na Mungu yote haya ndo aliniwezesha, kwa sababu mimi nilikuwa siko hivyo kabisa, nilikuwa ni tofauti, nilikuwa ni chukizo. Na hakika nikapata assurance ya kwamba Yesu Kristo amedhihirishwa kwa maisha yangu. Na kwamba dhambi zangu zimeondolewa. Amen. Ya kwamba nimeokolewa. Amen. Na pia kwamba kile ambacho kwa kinanizuia mimi nisifikie wokovu ni kwa sababu kwa nimezingirwa na marafiki ambao walikuwa ni Waislamu wengi, wengine waamini Yesu. Kwa nahubiriwa, lakini kila kukaa nao wako na yale mazungumzo kwamba Yesu atakuwaje mwana wa Mungu, Yesu atakuwaje mwana wa Mungu. Kumbe kigezo kwa kinanizuia mimi nisimuone Yesu ni kwamba ilikuwa sijaamini ndani ya moyo wangu kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Lakini sasa hivi na uhakika kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Amen. Nikikana wao na waambia Yesu ni mwana wa Mungu. Amen. Na ni kweli kabisa, si urongo, alikuja duniani kuokoa wenye dhambi kama mimi. Amen. Na kwamba hii ni hakikisho ya kwamba Yesu alikuja akasulubiwa msalabani, na zaidi ya yote akafufuka, kwa sababu ndio yuko ndani yangu. Si mimi tena ninaishi, ni Yesu ndani yangu ndo ananiwezesha kufanya hayo yote. Amen. Hata ni yeye ameniwezesha hata kutoa ushuhuda, kwa sababu hata kitabu nilikuwa siwezi kushuhudia mambo kama haya. Amen.
ya kwamba hakika, bila shaka, nina hakika ya kwamba alizaliwa mwana ambaye alizaliwa kwa sababu ya kuondoa dhambi za watu wake wa ulimwengu. Amen. Na huyu mwana si kama mtoto wa watu wengine wa kawaida. Huyu ni mwana wa Mungu alizaliwa kupitia kwa Roho wa Mungu. Amen. Na kwamba hakika Yesu ni mwana wa Mungu. Na ni ombi langu ya kwamba hata mpendo anayenisikiliza na wengine kwamba Mungu atakuokoa, na kama wapo kuna dauti yoyote kwamba Yesu si mwana wa Mungu, ili nihakikisha kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Amen. Na kwamba nimepata jawabu lile kwa nitafuta miaka mingi, kwamba Yesu hajashindwa na mimi. Amen. 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 Na bado naongoza hatua zangu. Amen. 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 Basi, Amen. nashukuru sana kama Mungu anaweza kwa mtoza ushuru akia Yesu akishuka alafu akachukua haki ya Mungu akampatia toba mtoza ushuru, alafu akaeka ndani haki ya Mungu ndani ya mtoza ushuru. Sasa mavazi ni ya mtoza ushuru, lakini roho ya Yesu Kristo. Amen. Ndio wokovu wapendwa. Amen. Amen. Karibu sana. Glory to the Most High God. Mungu apewe sifa. Amen. Acha tuamini tuombe. Amen. Nakushukuru wewe Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, sifa na utukufu zako Bwana. Mungu asante kwa sababu umemwezesha Sam ambaye Bwana yuko katika kazi ya utoza ushuru. Umempatia toba na ukampatia imani na ukampatia ondoleo la dhambi na ukampatia ufunuo kwamba Kristo ndiye mwana wa Mungu aliyezaliwa ili aondoe dhambi zake zote na za ulimwengu wote kwa wale watakaoamini Bwana. Mungu, tunasema ni asante kwa sherehe hii kuu ambayo tunaamini hata mbinguni malaika wanasherehekea kwa kila ambacho Bwana umekifanya kupitia neno lako, kupitia Roho wako Mtakatifu wa Israeli kwa moyo wa Sam. Mungu, tunaomba uzidi kumuongoza, uzidi kumsaidia ile safari ambayo umeanza katika maisha yake Bwana. Tunaamini unaenda kuikamilisha Bwana. Hata tunapopanga Bwana kwa uwezo wako na nguvu zako Bwana kwenda kwa ubatizo siku ya Jumamosi wakati siku ya Sabato yako Bwana. Tunaomba Bwana uweze kumlinda, uweze kumhifadhi na uweze kuwa naye. Na umtumie Bwana jinsi inavyokupendeza. Umemtumia kama chombo cha kueneza ushuhuda na hata unamtumia katika uinjilisti Bwana. Naomba Mungu uzidi kumtumia zaidi na zaidi, kumfanya mwalimu kwa ulimwengu mzima sawa sawa na neema ambayo utampatia Bwana. Mungu asante kwa kumfanya mtoza ushuru, kumgeuza na kumfanya kuwa mwinjilisti ndani ya moyo Bwana. Asante kwa yote na hata kwa vyote. Yule ambaye Bwana yuko mahali pale anaona ni vipi anaweza kubadilika Bwana. Naomba Mungu katika ushuhuda huu wacha uende kukampatia imani na kaone Kristo Yesu hajashindwa pia na yeye. Asante kwa yote na hata kwa vyote. Hata tujaomba Bwana, tunaomba mwombezi wetu Yesu Kristo mwana wa Mungu aliyekaa mkono wa kiume wa Mungu azidi kutuombea. Asante kwa ushirika wa Africa Repent, zidi kubariki. Na ni kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na tukiamini. Amen. 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 Sawa. Amen. Ndio mwadhara. Asante Bwana. Karibu sana.